hapa. Najma Paul tuko naye hapa, moja kati ya my inspirational na motivational speaker, sisi tunaita ni wahamasishaji. Tunaye hapa anashare pamoja na sisi namna gani ambao unaweza ukaitumia ama namna gani unakabiliana na manyanyaso mbali. Najma, kwa mara nyingine karibu kwenye Dadas. Thank you. Karibu. Tuambie basi historia yako kwa ufupi. Najua wewe na Sko mlikutana huko Madongo kuinama huko mlikutana. Yale Madongo alikuwa anainuka. No, yes. Tuambie historia yako kwa ufupi na ni manyanyaso gani wewe umepitia kwenye maisha, kwa sababu tumekuita hapa for a reason. Yeah. Okay. Nianze story hii sasa. Jina langu wananijua. Anza story mbali. Story mbali. Okay. Mimi ni mwanafunzi. Na kuna wanafunzi wangu tokea nimeanza kusoma, naanza manyanyaso 1 hiyo sasa. Tokea nimeanza kusoma mpaka nafika chuo. I live in this family ambayo wana yale maneno ya una akili. Manyanyaso ya maneno. Manyanyaso yanagawanyika, you know. Yes. Kuna manyanyaso ya acting kama haya ya Rakeli. Lakini kuna manyanyaso ya attack maneno. Manyanyaso ni attack. Yaani naweza nikaja nikamwambia unajua Boke au labda mimi. Unajua Najma una sauti mbaya sana. You know, that's not fair. Au unajua ni bonge. Yaani kuna namna unanifanya nakosa uhuru. Kukosa uhuru ni kuninyanyasa, unaona? Kwa hiyo I was like, yani una akili. Yaani kuna namna yani huyu mtoto sijui akili zake kapata kwa nani. Yaani huwezi kufaulu. Kwa hiyo ile linitesa na lininyanyasa kweli. I repeated from two times. Niko sekondari nirudia mara 2. Kwa hiyo nilichelewa kumaliza form 4 na nimeingia chuo pia the same structure inaendelea. Lakini namshukuru Mungu kwa kuwa tayari nilikuwa najitambua na nilijua nataka kufanya nini. So I bounced kwenye public speaking. Na bado yet kwenye public speaking nilikuwa naonekana kwamba you can't. Yaani hamna namna unaweza kufanya. Nimekutana na wanaume you are watching this show. Mambo yenu kusema sijui mwanamke hawezi kuongea na nini, kuhamasisha mwanamke anaishia kwenye kumwambia mtu tu ujiamini, jikubali. Hapana, it's not, yani sio sahihi. Na sio kweli. Kwa sababu yani inauma na sio inauma, inakera. Na manyanyaso yana lead mtu kufanya vitu ambavyo hajatarajia kufanya. Kwa mfano mimi kwenye manyanyaso ya kuambia una akili na nini, I used to fight with my mom, haviishi. Kupigizana kelele mpaka unapaki nguo naondoka mimi. Unauliza wewe ni mama yangu? Imagine. Kuna mambo kama hayo. Yani mimi nimekutana na hivyo vitu sana. Kwa hiyo mpaka hapa nilipofika kwa kweli hilo ni nyanyaso 1. Nimepitia. Nyanyaso 2 naweza nikaongelea kwenye upande wa mimi sasa Najma. As a public speaker nimekutana na watu kwenye social media, nipo na nini. Tunaanza kwenye manyanyaso ya rangi. Tunafikiriaga wazungu ndio nao tuambia tu sisi wewe, yani wanatutehe wewe mweusi, sijui wanatutaga nkima, sijui ngedele, whatever they call us. Lakini black is beautiful and it is perfect. Sasa kuna manyanyaso ya rangi. Kuna mtu atakudistract mpaka utajikuta unabadilisha rangi yako. Mimi wakati niko secondary, people were telling me you're too much black. You are not. And let me just tell people, and hapa nimepaka makeup na hata nikitoa makeup I'm not that black. And being black is not a problem. Being black and it's not a problem at all. Sababu utakutana na wanaume wanakupenda na ublack wako. Lakini kuna watu ambao wanakera haswa maneno yao. Yani maneno, attack za maneno, watu wawe sana makini. Kwenye rangi, kwenye swala lingine, sauti. You people love my voice. Lakini hapo nyuma kwangu mimi nilitamani nile mayai. Na kama ningekula yai leo sijui ningekuwa sauti. Kwa sababu unajua muda mwingine Mungu anakupa kitu, it has reasons. Kwa nyuma unaona kwamba it doesn't have any, unaona tu ni kitu cha kawaida. Lakini hapa sasa hivi probably kuna media nyingi zinatamani niwepo nitangaze na dada. Tunakutaka. Nipo hapa tayari. Tuende kwenye ska. Okay, finishing the sauti thing, nilikuwa naambiwa sauti yako mbaya, mbona kama akiumu nikiingia kwenye simu, kuna muda nikiingia hostels, nikienda ile na nilikuwa kiongozi. Jamani muda wa sembo umefika. Mwanaume mwanamke huyu. Umenishtua. Yaani vitu kama hivyo nilikuwa nakutana navyo na vinakera. Jamani vinauma. Yaani you are like sauti yangu basi nitakuwa siongei. Na kubana siwezi sasa jamani, that's my voice. Yes. Lakini kumbe ikaja ikatumika baadaye kama sasa hivi hata waliokuwa wanaiattack wanasema sauti tamu. Twende kwenye mwili sasa, makovu tulio nayo mwilini. Kuna manyanyaso ya kumuona mtu hayuko sahihi, yani hayuko sawa. Unamwona mtu unaanza kumwattack kwamba yani unajua wewe una vidole vimepinda. Yani manyanyaso ya kuangalia mtazamo wa mtu, jinsi alivyo, maumbile ya mtu likoje, ndo that. Sasa mimi nyanyaso ambalo nimepitia when I talk about this car. Hili linaitwa kovu la thamani. I call it kovu la thamani now. Niliungwaga na maji ya moto nilikuwa mdogo sana. Na nilikuwa mdogo sana na mkono katika ubinti wangu mpaka sasa hivi
sasa hivi sasa ndio nimebadilika. Hapo nyuma it wasn't okay. Nilikuwa siwezi kuvaa hivi nilivyovaa. Yaani huwezi kunikuta nimevaa hivi. And I love swimming, kwa huwezi kunikuta nimevaa swimming costume. Nakumbuka darasa la 5 zamani sana. Nilisafiri nilienda Finland. I had to risk my money. Ilikuwa ni scholarship tu ya shule, lakini nilikuwa na pesa kutoka kwa wazazi. Nilitafuta swimming costume ya mikono mirefu na nikapata. Kwa sababu tu yani sitaki kuonekana hata nilizokuwa nazipata ni zipi, manyanyaso ya kuambiwa kwamba hili limekuharibia urembo. Uzuri umeishi hapa. Yani kuna mtu mwingine anakuambia jitahidi upate. Una shida gani jamani hapa hivi? Kuna watu wengine ambao nilikuwa kitana anakuambia mbona hata alionekani. Kuna mtu mwingine anasema hapana, ili kopo limekuharibia urembo, na kweli yani ilikuwa yani hata nikitembea barabarani watu wakiniona wananishangaa. Yani mtu anakuwa kule daladala, mtu anakuwa ulifanya nini hapa mami? Sikata kibao yani ile nini yani? Sipendi, yani nilikuwa nachukia, nilikuwa nakereka sana. Kwa hiyo ilinifanya nisijipende, nisijikubali, nisijiamini, confidence iliisha. And by the time nilikuwa nishaanza kufanya speaking na nilikuwa najitahidi natafuta mashati ya mikono mirefu, ninajitahidi magauni ya mikono mirefu, siwezi yani huwezi kunikuta nimekaa hivi. Haiwezekani. Ongera sana na like unaongea hapa saizi yani like kama unaongea mimi yani, kwa sababu gani mimi mwenyewe sauti yangu hivyo but look at me, niko hapa saizi watu walikuwa wanacheka. Na hizi sauti adimu. Adimu kabisa yani. I've got a big scar hapa, watu wananiambia kila siku yani na wewe hapa yani front reception nini, but you know unabidi ujicarry yourself and live up to it. Sasa unaweza kutuelezea hatua zipi ulizochukua wewe hapo yani ukaweza kukabiliana na haya mambo, usiwafuatilie watu wanavyoongea? How did you solve this? The only way I solved, naweza kama nimesolve kwa njia nyingi sana, lakini kitu cha kwanza nilikubali kwamba hili nguvu ni la kwangu. It's on my body. Hii sauti ni yangu. Uweusi ni wangu. This is me, you know. Yani I don't care. Nilijibidi tu nijiweza iliko hapa sasa nitafanyaje? Iliko mkononi. Okay. Na nimeungua mpaka huku. Kwa hiyo yani liko hapa tayari. Nikaanza kutembea na hiyo barabara. Bado naendelea kukutana maneno na nini, lakini siku ya kwanza nilipokuja nimevaa hivi open, nilienda kwenye event moja ilikuwa inaitwa Balozi Forum, ilifanyika Leaders. Nikapata nafasi chache ya kuzungumza, dakika chache za kuzungumza na watu vijana. Wakati naongea I just came this story, nikataka tu kuinspire watu, kuambia watu jikubali the way you are. It doesn't matter. Yani it doesn't matter unajeraha una kakoma. Time ulikuwa bado na wewe una insecurity zako. Yani nimevaa hivyo, lakini kuna muda ninajiuliza anajishtukia nini. And hii sasa itakuja mwishoni. I was even thinking that maybe I won't get a man. Wow. Yani I won't even get Ulipata na alikubaliana na hali hiyo. Of course. Go girl. Hamna mbele balisha kuambia wewe sio wawili wapo. How was the story though? Sasa sijamalizia ubalozi. Maliza. Na remember ulivyoongea na ulivyosimama, hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza umevaa nguo ya. Yeah, na nikaongea, nimemaliza kuongea baada ya kupiga punch za kutosha pale. Kuna wadada wale walinifuata. Kuna mmoja ameungua kuanzia mguuni, mguu wa kulia, mguuni chini mpaka kunipaja hapa. Anakwambia mimi nilikuwa navaa swimming costume, navaa hivi na hivi na hivi na hivi. Siku nimeingia with the man chumbani, when he saw my scar alianza kubadilika. Siwezi kupata mwanamke mwenye jeraha, mwanamke ana maalama and all that, unaona. Nikijaribu kumuelezea the history is like akoni mambo yenu tu wasichana mnafanyaga, usikute tu umepaka mavipodozi yamekuharibu. Yani kuna vitu vingine unaona kabisa hili ni kovu la ajali, afu you are like vipodozi. Kwa hiyo ile alipokuwa anaelezea she was crying, na mimi sasa nikijiangalia alivyonifunulia lile paja, na mimi nikajiangalia the hand, I was like, man, this is small. This is nothing. Why am I even disgracing myself? Najirudisha nyuma. Nikamwambia you have to love yourself. Sasa ikabidi na mimi nijifanye kama I'm okay. Unaona nimeshatoka kwenye hiyo character. Ikabidi nianze makela niangalia mimi kwamba udada kama hajiamini na mimi sijiamini. Kuna watu ambao wanatuangalia. Hebu jaribu kujiangalia kama unajikataa. Kuna mtu anakutizama na anakupenda just the way you are. Na kuna mtu anatamani sana kuwa hata kama wewe anapendaga ngozi ya skola. Wewe ndio unahangaika mara kesho unaitia nyeupe, mara nyeusi kidogo. No. Alafu shoga yangu unaenda unawaridhisha wanaume au wanaume wenyewe wanakwenda wanakucheat. Sasa utafanya nini? Wanaume hata waelekea kimara mweupe anataka na mweusi anamtaka na wote anawataka, hata mwenye jirani na asiye jirani anawataka. Ongeza kidogo. Kwa hiyo after that day, okay, getting to the story sasa ya I mean after that day kwanza nikaanza sasa kujiamini, kujikubali, na nimeanza kuitoa kwenye seminars mbalimbali za kuongea na msichana juu ya kujiamini. Na nikielezea story yangu ya kovu. This I mean last year mwaka 2018
ndo nikalipa jina ya kovu la thamani. Yeah, so nikaanza kuandika on Instagram page yangu niliandika sana kwamba mara kwanza nilivyokuwa sijipendi, nilivyokuwa sijikubali, ili nipotezea nini ile kovu and all that. Kuna sehemu zingine unajua mtu ukienda maybe kwenye seminars inapendeza zaidi ukivaa nguo ya kata mikono. Unajikuta unajibana, unachagua sana nguo. Yaani hivyo nikaacha mambo ya kwanza kujipik. Na baada ya kuandika hiyo, watu wengi walikuja wakinielezea mambo mengi. Kuna watu wana makovu wamechora tattoos. I did not know that. Nimekutana na comments mtu ananiambia dada, yani nimesoma message yako I'm crying kwa sababu mimi nilichora tattoo kwenye kovu langu. Kisa my guy was like too much, you know. Yeah, yani kila saa ananidiscriminate na nini. Kwa hiyo akachora tattoo akina niambia natamani nilitoe nafanyaje. Sasa mimi nakuna kueleza kwa mtala plako. I cannot help that. Kwa hiyo mtu mwingine tena alipata majeraha, na majeraha mengine it's either tunajisababishia bahati mbaya au kuna mengine wanatusababishia watu. Jamani, hii ni miili ya watu. Kuna mtu alimpiga mwanamke wake akamtoa makovu kweli. Makovu mengine sio ya kuzaliwa wala makovu mengine sio ya ajali. Ni mambo haya ya fighting na all that. Haya yote ni manyanyaso. It's not fair. Kwa hiyo watu waache, na kwa wasichana na mwanamke anayemtizama, you are beautiful and perfect just the way you are. Amen. Yani don't try to niangalie mimi nimevaa hivi leo, kwani nimepungua nini? And I feel okay. Afu unavozidi kwenda kujitoboa toboa na unazidi kujaribu. Yaani unakuja watu wanafanya plastic surgery kila siku. Unakuja uso huo umefumuka. Najma, mimi nataka kusikia story ilivyokuwa ya jamani. Yaani ya boyfriend ilikuwaje useme kwamba wawili walikukataa kwa sababu ya kovu. I want to hear. Of course I have to. Story. Manake unashuhudia. Okay, kuna I cannot mention them. Usimtaje mtu. Simtaji mwenzangu aka. Kwa nini umpe hata mimi? Yaani kwa mfano inawezekanaje? No. Nilikutana na two guys ambao yashapitaga muda mrefu, lakini wa kwanza, nianze na wa kwanza. Wa kwanza nilikutana naye car rides, unajua. Okay, let's go this way. Twende huku, nikusogeze na nini. After tuka friends then we started dating. Nikana kila nikikutana na mara masweta mara, yani lazima nguo za mikono mirefu. Kwa hiyo akana niuliza like, mama napenda kuvaa sana nguo za hivi. Unajua mimi napenda msichana akionyesha hata ngozi yake na nini. Sasa ili nimpendezeshe, siku nimekaa naye kwenye gari kabidi nimwambie kuna kitu nataka kuonyesha. Kitu gani? Na mimi kwa sababu nilikuwa nakiona ni kitu ambacho ni cha ajabu, nikakifungua nikamwambia niliungua hapa na nini. Akaniambia pole, utakaa sawa tu. Lakini kesho yake messages tu kawaida, yani hivyo. Sio, unaelewa? Alafu baadaye nikaja kumuona na post msichana wake mpya. Amevaa, sijui walikuwa wako beach, sijui wapi, and they're like watu wenye miili yao, wenye ngozi zao. Ndio ameandika hivyo. Oh my god. Jamani. Watu wenye ngozi zao. Bwana hata sio samani. Yaani unajua hujaumbika kwa kweli. Mungu alikuepushia. Kwa hiyo yani hivyo kuna mwingine tena the same fact. Vilinitesa sana. Sana vilinitesa sana. Hata kama umepanda kidogo yani ndio unarudi tena. Yani naanza tena kujivika na nini. Na ninakumbuka mpaka nilikuwa nanunia mamangu akiniletea nguo za hivi. Nilikuwa namnunia mama, kuna niletea nguo unataka kuniaibisha. Kwa nini unataka kunivalisha mimi nguo za hivi watu waone kovu langu? Mama, mbona mimi nalala liko sawa, mbona unajitukia? Nikamwambia hapana, mimi siwezi. Kwa hiyo yani tulikuwa tunabishana hivyo. Kwa hiyo relationship pia zimetokea na kuna wanaume they say women choose. Okay. Wapili alikuwaje? Nataka ni story ya Wapili naye, was it the same au Wapili it was, I think aliliona bado kabla mimi kumuonesha. Okay. Aliliona and akaanza ile mimi alichokuwa ndaniuzi mpaka tukaachana ni kwamba hii itabidi litoke. Kila saa mafuta alininunulia hadi mafuta bayo oil na mkapaka. Na alikutoka. Kungwa linatokaje na niende wapi? Sasa alikuwa anasema unajua kuna mwingine labda alikuwa anajaribu kusaidia. Labda alikuwa anasema na donation ya kusaidia na au yani bado yani namkera unajua. Ananiambia unajua baby yani unajua hii inakuharibia sana baby. Inakuharibia sana urembo. Wapo. Kwa hiyo jamani akafia huko alikonyoa sumu. Ndio unaniona sasa hivi nipo kwenye dada zinalo nimevaa hivi sasa. Na ndio yani tena umependeza. Na mwambie huko alipo, mwambie ndio huyu hapa sasa. So wewe umepitia mambo mengi sana mpaka ulikuwa unatuelezea hapa before tujaanza show kwamba umebadilisha
your religion. Ndio. So nilikuwa nataka nijue how ilikuwaje na yenyewe huko nyumbani, au ulipitia vitu gani, labda manyanyaso gani, na uliweza kuyakadiri kwa handle vipi? Kwanza watu wanaonitazama, watu wengi wanatakiwa wajue hili. People have been asking me this question. Jamani, I'm not even thinking of getting married any sooner. I'm just in a relationship. Lakini uko na mtu ambaye amekubali kila kitu, yani hajakwambia ili tulitoe, hajakwambia tutoe ili kofu, hajaongelea hilo swali. Ila nataka niseme kitu. Watu walifikiri nimebadilisha dini. Nimebadilisha mwaka jana mwezi wa 5. Direct leo alikimbia kusema nimpate mwanaume. Unajua watu wengi wanaonaga maamuzi ya dini ni kwamba umpata mwanaume ndio kuoa, kwa lazima ubadilishe dini. Sijapata mwanaume ambaye anataka kunioa ili nibadilishe dini, and no man came to me akaniambia nibadilishe dini. Haijatokea. I love Jesus. Sawa. I love him so much, na he has changed me a lot. Praise God. Yani mpaka hapa nilipo, yani I think nisingekuwa nimekaa na nyinyi, unajua. Hata nyinyi mna mataifa na manini na nini, lakini kuna namna Mungu amekutengeneza mpaka umekaa hapa na kuonyesha watu wanakusikiliza. Na unajua Boki ana past and you have a past and you have a past. People who have a past Mungu ndo anawatumia mara nyingi. Na people who have a past ndo wanabadilishwa na mtu usegemee na wanatumika katika ufalme. Kwa hiyo mimi nilikuja kubadilisha dini mwaka jana mwezi wa 5, na directly familia yangu haikupokea hilo, na mpaka sasa hivi hawalipokea hilo. I live with my mom na ndugu zake baadhi, na we talk vizuri nini, lakini najua kabisa kwa sababu hata yeye ashatamkia kwamba I'm not with you on this. Siko na wewe kwenye hili. Hayo ni manyanyaso. Mimi kufahamu kama ni manyanyaso kabisa. Wewe unayadeal vipi? Unaweza kuhandle vipi kwa sasa? And yani unawezaje, kwa sababu mama ni mama na bado mnaishi wote kabisa, unaelewa? So una handle vipi hiyo pressure? It's hard kwa Najma wa sasa. Kwanza mimi ndugu zangu karibia wote, you know, ni Wapare. Kwa hiyo wapo kwenye facts ya wakiamua kupinga kitu wanapinga familia nzima. And wakiamua kama tumeamua kutenga ni wanakutenga. Do you consider that kama ni manyanyaso? Of course. Of course ni manyanyaso. Why would you, yani kwa nini uniattack kwenye swala ambalo mimi ni mtu mzima, nina haki ya kufanya maamuzi? Why would you supposed to attack me? Yes. And by the way, chakchekesha zaidi, my dad is a Christian. Nililelewa tu katika hadhi fulani ya Muslim, lakini nimefika katika fact. Uzuri ni kwamba sikuwahi kutokuheshimu dini ya Uislamu hapo mwanzo, na mpaka sasa ningia katika Christian, I've never talk about bad anything kuhusu wao, lakini attack kutoka kule kuja kwangu ndio zinakuwa nyingi. Yani utakumusha potea, yani you will never develop. Oh, you never do this. Anipate mwanaume huyu bwana, sijui nani, a lot of words. Lakini the only way ambayo mimi naweza kuishi nao mpaka sasa hivi ni kwamba najua aliyeko ndani yangu na ninayemtumikia ni mkuu zaidi hata ya wao. Like Najma, kuna dada anaitwa Beauty Nati _Lisiozi. Sasa sijui kama ni jina lake, anasema hivi, yani hapo kwenye kovu umemgusa sana, kwa sababu nina kovu mkononi kubwa mno, ilo la huyo dada ni dogo. Hadi leo siwezi kuvaa nguo za kuacha mikono wazi, na tamani ila nashindwa. Watu wananinyanyasa, wananidharau, wengine wananicheka. Japo kwa sura ni mrembo sana kama mnavyomuona huyo dada, kama mnavyomuona Najma. Naomba anipe akaunti yake anifanyie counseling. Sawa. Hebu mtajie akaunti yako basi. Akaunti yangu ni @paunajma. PAU Najma unaunganisha. @paunajma. Sasa tutaendelea kuzungumza na Najma Basha, nikwambie kuhusiana na Maznat Bridal ambao sisi tumekuwa kitufanyia makeup zetu, na sisi tukwambie kama unataka kupendeza, una kitchen party, una harusi ama uko na send off. Lakini pia kuna kitu kikubwa ambacho wanakifanya, wako na darasa maalum kabisa, wana chuo Maznat College kwa ajili ya kukufunza wewe ambao unatamani kwenda kujifunza kuhusiana na makeup, namna kufanya makeup, lakini pia unataka kujifunza kuhusiana na kutengeneza nywele, pedicure, manicure. Chuo kipo Maznat College, kinapatikana Dar es Salaam hapa. Hebu wapigie kupitia 0712000666 0712000666 alafu 666. Lakini pia unataka kwenda kufanya makeup udam upendeze 0752 alafu 44 44 70 0752 44 44 70. Lakini acha nikwambie